Kumbuka kusubscribe, kumbuka ku like, share, comment. Leo nakuja kuzungumzia madhara yanayotokana na watu ambao tunajihusisha labda na kilimo, mfano cha tumbaku. Nakuta mtu ameenda kwenye chama amesajiliwa, lakini yule mtu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Huyu inakuja changamoto kwamba unakuta afya yake ni ya mgogoro. Sasa afya yake inapokuwa ya mgogoro, inatuletea changamoto ya yeye kuto kuweza kushughulika na kazi kiufasaha. Kwa mfano, mtu anajua kwamba anaumwa virusi vya ukimwi, anapokuja kwenye chama na kujiandikisha ili aweze kufanya kazi, huwa inakuwa shida pale ambapo kama hafuatilii njia bora ambayo itaweza kumsababisha yeye kuweza kuendelea na maisha, kuweza kuendelea kuishi. Kwa mfano kama kufata taratibu alizopewa na madaktari, kuweza kutumia madawa ambayo ataweza kurefusha maisha yake, inakuwa ni changamoto, kwa sababu ile kazi ni ngumu. Kwa mfano upande wa umwagiliaji atatumia nguvu sana, upande wa kuvuna atatumia nguvu sana, upande wa kulima atatumia nguvu sana. Kwa hiyo upande wa pia wa shughuli zote ambazo zinakuwa zinaendelea shambani atatumia nguvu sana. Kwa hiyo sasa, kama atakuwa hafuatilii ratiba aliyopewa na madaktari kuhusu kutumia vidonge, kuhusu kula mlo mzuri wa diet, itampa shida sana, kwa sababu utakuta kazi nyingi atakazokuwa anazifanya ambazo zinaendelea pale shambani zitadhoofisha mwili wake, kwa sababu zile kazi ni nguvu, zinatumia yani zinamtaka mtu aweze kuwa na nguvu kubwa, zinamtaka mtu aweze kuwa na afya nzuri. Sasa pale ambapo sasa atakuwa hayuko na afya nzuri, ni zaidi kwamba ataendelea kuzorota. Na sasa kumbuka kusubscribe, kumbuka ku like, share, comment. Leo nakuja kuzungumzia madhara yanayotokana na watu ambao tunajihusisha labda na kilimo, mfano cha tumbaku. Nakuta mtu ameenda kwenye chama amesajiliwa, lakini yule mtu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Huyu inakuja changamoto kwamba unakuta afya yake ni ya mgogoro. Sasa afya yake inapokuwa ya mgogoro, inatuletea changamoto ya yeye kuto kuweza kushughulika na kazi kiufasaha. Kwa mfano, mtu anajua kwamba anaumwa virusi vya ukimwi, anapokuja kwenye chama na kujiandikisha ili aweze kufanya kazi, huwa inakuwa shida pale ambapo kama hafuatilii njia bora ambayo itaweza kumsababisha yeye kuweza kuendelea na maisha, kuweza kuendelea kuishi. Kwa mfano kama kufata taratibu alizopewa na madaktari, kuweza kutumia madawa ambayo ataweza kurefusha maisha yake, inakuwa ni changamoto, kwa sababu ile kazi ni ngumu. Kwa mfano upande wa umwagiliaji atatumia nguvu sana, upande wa kuvuna atatumia nguvu sana, upande wa kulima atatumia nguvu sana. Kwa hiyo upande wa pia wa shughuli zote ambazo zinakuwa zinaendelea shambani atatumia nguvu sana. Kwa hiyo sasa, kama atakuwa hafuatilii ratiba aliyopewa na madaktari kuhusu kutumia vidonge, kuhusu kula mlo mzuri wa diet, itampa shida sana, kwa sababu utakuta kazi nyingi atakazokuwa anazifanya ambazo zinaendelea pale shambani zitadhoofisha mwili wake, kwa sababu zile kazi ni nguvu, zinatumia yani zinamtaka mtu aweze kuwa na nguvu kubwa, zinamtaka mtu aweze kuwa na afya nzuri. Sasa pale ambapo sasa atakuwa hayuko na afya nzuri, ni zaidi kwamba ataendelea kuzorota. Na sasa